Kipaumbele cha kwanza waga ni kupenda, yani kupendana. Alafu kinakuja kitu cha pili tunaita uaminifu. Sasa mkishaanza kuaminiana, that means mtu anaweza akashika simu yako, hata ikiita anaweza akaipokea, anaweza akawa anajua hata password yako. Trust. Hakuna kitu kizuri kama uaminifu. Usije ukajaribu kuvunja uaminifu wako kwa mtu ukahisi utarudi. Ukishamwamini mtu unaweza kumwambia vitu vyako personal ambavyo hakuna mtu yeyote anavijua, hata familia yako. Usije ukafikiri hata siku moja kwamba utakuja kuvunja ule uaminifu ambao mtu anakuonesha ukahisi utaununua ama utaurudisha. Ukishavunja uaminifu wako kwa mtu, sasa kwenye mahusiano, ukishavunja uaminifu wako, uaminifu unavunjwa kwenye vitu vingi sana. Kwa mfano ukicheat, ushavunja uaminifu. Hata uombe msamaha, ukisha cheat ukaomba msamaha ukasamehewa, uaminifu maana yake umevunjika. Mapenzi yatabaki lakini trust itaondoka. Na ukishavunja uaminifu maana yake wewe ni msaliti. Yaani ukivunja uaminifu kwa mtu ambaye mnaaminiana ama anayekuamini, umemsaliti. Ni level kubwa ya usaliti. Usije ukavunja uaminifu wote kwenye mahusiano ukahisi itarudi kama zamani. Ukishavunja uaminifu kwa mtu, mwanaume ukivunja uaminifu wako kwa mwanamke, hairudi nyuma. Ndio maana unakuta mtu anakuambia, "Hivi kweli umenisamehe kweli? Mbona upo kama zamani?" "Ah bwana, niambie kama hujanisamehe." No, yani mtu amekusamehe, ndio amekusamehe. Lakini unaweza ukatofautisha kati ya mapenzi na uaminifu. Ni vitu vili tofauti. Yani ukishamtrust mtu akavunja ile trust haiwezi kurudi. Haiwezi kurudi. Wewe mwenyewe unajua trust hainunuliwi na kitu chochote. Ukivunja uaminifu unaacha kovu kubwa sana kwenye mwili wa mtu, kwenye moyo ambalo linaonekana wazi. Kwa hiyo mtu hawezi usahau. Ukivunja uaminifu ni kama unaweka kovu kwenye mwili wa mtu. Kwa sababu kovu lako lolote kwenye mwili wako ukiliangalia unajua ulipata tatizo gani. Kwa hiyo that's it. Usije ukavunja uaminifu wako kwa mtu ukahisi itarudi kama zamani. Haiwezi kurudi kama zamani.